Karibu kwenye wasilisho letu kuhusu maandalizi ya dharura. Kuwa tayari kwa hali yoyote. Katika video hii, tutajadili jinsi ya kupanga, kutayarisha na kukabiliana na dharura ipasavyo. Kujitayarisha kwa dharura ni muhimu ili kuhakikisha usalama wakati wa shida. Leo, tutaweza kifuniko hatari za mitaa, kuunda mpango thabiti wa dharura, jengo vifaa vya dharura na mazingatio maalum kwa mahitaji tofauti. Hebu tuanze. Kwanza, ni muhimu kuelewa hatari za eneo lako. Mikoa tofauti inakabiliwa na hatari za kipekee. Kwa mfano, hapa British Columbia, tunaweza kukumbwa na mafuriko, matetemeko ya ardhi au moto wa nyika. Chukua muda kutafakari kuhusu hatari zinazokuathiri. Angalia hatari za ndani kwenye tovuti ya Preparedbs. Jitambulishe na kila mmoja na jadili na yako kaya. Wacha tuangalie hatari maalum katika jamii yetu. Tunaweza kukumbwa na mafuriko, mioto ya mwituni, matetemeko ya ardhi, tsunami, hali ya hewa kali, maporomoko ya ardhi, kukatika kwa umeme, ukame, milipuko ya magonjwa na kumwagika kwa nyenzo hatari. Kuelewa hatari hizi hukusaidia kujiandaa kwa ufanisi. Andika hatari hizi na uweke orodha mahali fulani ionekane nyumbani kwako, kama vile kwenye friji yako. Ukumbusho. Kuunda mpango wa dharura ni muhimu. Kusanya kaya yako na kujadili jinsi utakavyojiandaa na kujibu wakati wa dharura. Kumbuka, mpango wako wa dharura unapaswa kuonyesha mahitaji yako ya kipekee. Zingatia mahitaji yoyote maalum kwa watoto, kipenzi au watu wazima wakubwa nyumbani kwako. Tumia Preparedbs Interactive Emergency Ready Planner au mpango wa kujaza nafasi zilizoachwa wazi. Ipakue kwenye Preparedbs KA Emergency Plan. Chukua kama dakika 15 hadi 20 ili kuijaza pamoja. Kiti cha dharura ni muhimu ikiwa unapaswa kujikinga nyumbani wakati wa janga. Vitu kama vile maji, chakula kisichoharibika, tochi na kifaa cha huduma ya kwanza ni muhimu. Tenga muda wiki hii kukusanya vitu hivi. Tazama tovuti ya iliyotayarishwa katika vifaa vya dharura vya Preparedbs kwa orodha kamili ya kile unachopaswa kujumuisha. Hapa kuna baadhi ya misingi ya kujumuisha. Angalau maji ya siku 3, isiyo ya chakula kinachoharibika, vioo, redio inayotumia betri na nakala ya mpango wako wa dharura. Katika kesi ya uokoaji, utasikia unahitaji begi la kunyakua na kwenda. Mfuko huu unapaswa kuwa na vitu muhimu kama vile chakula, maji, vitu vya kibinafsi na dawa zozote muhimu. Chagua mfuko ambao ni rahisi kubeba. Kila mwanakaya wako anapaswa kuandaa begi lake la kunyakua na kwenda. Binafsisha mifuko hii kwa kuongeza vitu vya faraja, haswa kwa watoto. Vipengee kama toy favorite au blanketi inaweza kutoa uhakikisho wakati wa shida. Mawasiliano ni muhimu wakati wa dharura. Teua mtu aliye nje ya mkoa ili kukusaidia kukuunganisha tena na familia ikiwa njia za karibu zimekwama. Unda kikundi cha kibinafsi cha mitandao ya kijamii au maandishi ya kikundi kwa ajili ya familia yako. Hakikisha kila mtu anajua jinsi ya kuingia na kila mmoja nyingine. Hakikisha kila mtu anajua mahali pa kukutana ikiwa wametengana. Kubali kuhusu eneo salama ambalo ni rahisi kufikiwa. Jadili eneo hili na familia yako na ufanyie mazoezi mpango huo. Andika na uichapishe katika eneo linaloonekana nyumbani. Ikiwa una watu wazima, wazee au watu binafsi walio na mahitaji maalum katika kaya yako, chukua muda wa kuwatengenezea mpango maalum wa dharura. Mtandao wa usaidizi unaweza kuwa wa manufaa sana. Keti na wanafamilia wazee ili kuunda mpango wao wa dharura, kuhakikisha wanaelewa hatua na kuwa na mikoba yao ya kunyakua na kuondoka tayari. Usisahau kuhusu wanyama wako wa kipenzi. Wajumuishe katika mipango yako ya dharura kwa kuandaa mifuko ya kunyakua na kwenda iliyo na chakula, maji na vitu vya starehe. Tengeneza orodha ya kile wanyama kipenzi wako watahitaji wakati wa dharura na upakie mikoba yao ya kunyakua na kwenda. Usisahau maelezo yao ya matibabu na leash. Kwa kumalizia, kujitayarisha kwa dharura kunaweza kuokoa maisha. Chukua wakati wa kufanya mpango, tengeneza vifaa vya dharura na uwasiliane na kaya yako. Asante kwa kutazama. Ikiwa una maswali yoyote au unahitaji habari zaidi, tafadhali fika au tembelea imetayarishwa. Kaa salama na uwe tayari.